baada ya shule kufunguliwa. Tunapiga darubini katika shule, maduka ya vitabu na vituo vya magari kubaini hali ilivyo. Kwa sasa tufululize hadi Mwembe Tayari Mombasa, aliko mwandishi wetu wa habari Quinto Wafula, ambako wazazi wanalalamika sana. Na kwa nini wanalalamika? Quinto? Kutoka studio zetu jijini Nairobi na kujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa. Hapa ni kisiwani Mombasa katika eneo la Mwembe Tayari, na hapa ndipo wazazi wengi wanaoleta wanafunzi kurejea shuleni, na nimepata tu fursa ya kutangamana na baadhi ya wazazi ambao vile vile wanafanya biashara hapa katikati mwa jiji la Mombasa, ambao wanalalamika sana kuhusu gharama ya juu ya maisha. Naweza tu kuzungumza, kusikia kwao, kupata kujua ni wapi haswa ambapo kiatu kinawafinya na maoni yao ni yapi, ama ombi lao ni lipi kwa serikali. Anza tu kwa jina, unaitwa nani? Na kushikia tu kwa sauti. Bosi yangu kwa majina naitwa mimi Alfred Mochofi. Natoka kaunti ya Taita Taveta. Makosa ya kwanza tuliona katika kaunti zetu ama Afrika ama Kenya nzima kwa ujumla, masuala na elimu. Haswa na masuala ya elimu tuliona upande wa fueling wanatumiza sana Kenya. Kisa ni moja, ukituumiza sisi kwenye mafuta gari ziende kama vile, nataka pia ujazi pia kwenye hiyo tangi. Na tajiri tutakosa naye kwa sababu walimu wanalia na sisi tunalia. Njaa mnatuongezea kwa sababu ya fueling prices, ndio umetuongezea sana mpaka imefika mahali akili zetu sasa haina akili tena. Kwa hivyo kwa sasa wanafunzi wanaporejea shuleni, labda hilo linafinya aje mzazi masuala ya upande wa mzazi, mimi mwenyewe kama mmoja, sisi tunaumia kwa kisa moja. Tunajinyima mpaka hata watoto waende shule. Tuheshimu jamii yetu sana. Sasa makosa ni moja. Turegeshe minister wa energy asikose jamii tena. Bwana apunguze kutoka hiyo 155 by diesel, aregeshe chini tena, maana nauli pia inaumiza hao watu. Sawa, tusikie kutoka kwako vile vile, tuambie labda nauli zimepandishwa vipi. Analalamika kwamba nauli zimepandishwa vipi kutokana na ukawaida wa nauli. Kusema kweli, mimi naitwa Nixon na Jolly, si ndio? Kutoka Western. Mimi na unaona, kusema ukweli sisi wazazi kweli tunaumizwa. Tunapo watoto wetu wanapofungua shule, nauli zinakuwa juu, wenye mafuta, mwenye kampuni anataka pesa zake zirudi mara hiyo hiyo. Zinaporudi ndio yeye hataki kujua mambo ya dereva wala nini na nini. Lakini sisi watoto wetu wanawekwa nje. Sasa tunashangaa tutakaa na watoto kwa nyumba, alama wataenda vipi? Nauli zimepanda vipi? Wewe kama mkazi zimepanda vipi? Zimepanda kulingana kama saa hii kusema ukweli, hapa Voi ilikuwa ni shilingi 500, saa hii imewekwa 1000. Kutoka wapi hadi Voi? Kutoka Mombasa mpaka Voi. Saa hii ni 1000. Na sisi kama wazazi tuseme tu kweli. Si ndio? Tuseme tu kweli. Maisha vile napopanda hivi, rais wetu atuangalie tu pia sisi kama wanyonge, si ndio? Sisi ni maasola. Wito wako kwa vyuo na walimu wako ni upi? Ukweli. Ndio hapo ndio nasema kutoka hapa mpaka Voi tu kwenda bara saa hii ni 3700. Sawa, asante sana. Maoni yangu imeishia hapo, lakini naomba rais wetu atusaidie kama sisi wazazi. Tumalizie na wewe. Tuambie kwa jina na utuambie ni vipi unafinyika wewe kama mzazi. Masuala na mimi naitwa James Omondi Agengo. Sasa nilikuwa naomba president wetu kama anaweza kutupunguzia hii mambo, tusiumie sana wazazi watoto wa shule, sababu hapo ndio ametufinya, hatuna kitu. Si wenyewe bado tunahangaika, hata tunaweza kaa nje siku 4 bila kwenda hapo nyumbani mahali unakolala. Unakuta unakaa hivyo, kisha majukumu inakuandama. Na mbali na mimi pia, watoto wa sister zetu, unakuta sister yako anakulilia na una uwezo wa kumsaidia. Alafu unakuta pia upande chakula amepandisha vitu juu, wakati tunaumia, na ukikasirika sana utaonyeshwa mambo mbaya. Asante sana. Mwenzangu, hivyo ndivyo hali ilivyo hapa. Wakazi wa eneo la Mombasa wanalalamika kwamba gharama ya maisha ipo juu, vile vile nauli zimepandishwa. Wito kwa serikali na vile vile walimu wakuu kwamba waweze kudhibiti pesa ambazo wanafunzi wanalipa karo na vile vile matumizi ya pale shuleni. Kutoka kisiwani Mombasa, eneo la Mwembe Tayari, mimi ni Quinto Wafula kwa studio.
Naam, asante sana Kwento Wafula, tukimpata moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa. Na sasa kwa taarifa sawa tuvuke